mtazamaji popote pale ulipo, ni wakati mwingine tena ambapo ninakukaribisha katika Jahara sehemu ya kwanza. Kipindi ni Mlimani leo asubuhi. Ni maeneo mahususi kabisa ambapo tunakuwa tukichambua habari na mada mbalimbali ambazo tunakuwa tumeziandaa hapa ndani. Sasa katika bahati ya kipekee kabisa leo tunaye Profesa Ludovick Shirima ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, lakini pia amefanya kazi nyingi sana zinazohusiana na masuala mazima ya katiba. Tukijadili kwa kina zaidi kuna ulazima gani wa kutungwa ama kuwepo kwa katiba mpya tofauti na hii ambayo sasa tunaendelea nayo. Sasa mtazamaji, ni kupitishe tu kwamba kutokana na katiba katika Tanzania kupitia mabadiliko mbalimbali kumekuwa na maboresho ya katiba ambayo yamekuwepo. Sasa katiba ya mwaka 1977 ni katiba ambayo tunatumia hadi sasa, lakini katiba hii iliundwa kwa lengo la kupitisha marekebisho ambayo yalikuwa ni ya mfumo wa muungano, lakini ilikuwa ni kutengeneza mfumo wa chama kimoja cha siasa. Lakini katiba hii ya mwaka 1977 imepitia marekebisho zaidi ya 15, ikiwa ni hatua ya kuboresha na kuunda mabadiliko haya ya kijamii na kisiasa. Na sasa mwaka 1992 Tanzania ilipitia katiba hii ilipitia mabadiliko ambapo kuliundwa mfumo wa vyama vingi vya siasa, lakini kwa hiyo katiba hii imekuwa na mabadiliko mengi ambayo tumekuwa tukiona hadi sasa. Lakini ni muhimu kufahamu kwamba mwaka 2014 kulikuwa na mchakato wa kuwepo kwa katiba mpya, lakini kwa bahati mbaya sana mchakato huu haukukamilika kutokana na sintofahamu na ya kisiasa, lakini pia lakini ya kiongozi. Moja kwa moja sasa katika uchambuzi huu sasa ni changamoto gani ambazo zipo katika katiba hii ya sasa, na ni kwa nini kunakuwa na ucheleweshaji wa viongozi katika kuharakisha kuwepo kwa katiba mpya, lakini pia ni kwa nini sasa, ni njia gani sahihi ambayo inaweza ikatumika zaidi ili kuweza kupatikana kwa katiba mpya? Na sasa kwa uchambuzi na majibu ya kina kwa maswali haya, kama nilivyokwisha kwambia, hapa studio tumefanikiwa kuwa na Profesa Ludovick Shirima ambaye ni mchambuzi, ambaye ni mtaalamu wa uchumi lakini katiba na sheria. Atatupa tathmini yake na uchambuzi wake kwa kina kabisa. Hivyo karibu sana, endelea kufuatana nami. Na Profesa, karibu sana katika studio za Mlimani TV. Asante sana, nikushukuru kwa kunikaribisha. Asante sana. Na sasa Profesa, tuanze katiba hii ya sasa ambayo ni ya mwaka 1977 imekuwa na mabadiliko mbalimbali, lakini mpaka sasa ni vitu gani zaidi ambavyo inaonekana katiba hii si sahihi kwa wakati huu ambao tuko? Labda nianze kwa kusema kwamba katiba ni utaratibu unaowekwa na jamii fulani katika kuratibu mambo yao ya kila siku ili kufikia malengo fulani. Na ukiangalia dunia kwa ujumla, dunia ina nchi 195. Na katika hizi nchi 195 unaweza kuona kwamba nchi mbili tu hazipo hazipo Umoja wa Mataifa. Lakini katika hizi nchi 195 nchi 5 tu ndio ambazo hazina katiba, yaani Uingereza, labda Israeli, Canada na New Zealand hazina katiba. Hazina kabisa, hazina katiba. Asilimia 97 duniani unatumia katiba. Kwa hiyo ni jambo la muhimu kuwa na katiba kuratibu mambo ya nchi. Nikirudi kwenye swali lako sasa kwamba kwa nini katiba? Ndio, nchi zinakuwa na katiba kwa sababu ya mambo mawili au matatu. La kwanza ni kwamba kunakuwa na social dynamics, mabadiliko ya kijamii. Pili, kunakuwa na mabadiliko ya kisiasa kama ulivyosema. Na tatu, kunakuwa na mabadiliko ya uchumi. Sasa ukiangalia Tanzania yote haya yametupitia, lakini limoja likikukumba inaweza kusumbua kaamua kutafuta katiba mpya. Lakini kwetu sisi Tanzania inaonekana mambo yote matatu yanakuja kwa wakati mmoja. Kwa hiyo katiba mpya haikwepeki. Labda nikwambie kwamba ukiangalia katiba ya mwaka 1977
ambayo ndio inatuongoza leo. Naweza kusema kwamba imepitwa na wakati na tumechelewa kuibadilisha, kwa sababu ukichukua mwaka 1977 ukiangalia tu ukuaji wa population, wakati huo Tanzania ilikuwa na watu takriban milioni 31.6, lakini leo 2025 tuko milioni 70.5. Unaweza kuona kwamba ukuaji wa jamii ni mkubwa na mahitaji ya social policies ni kubwa, ambayo inapelekea pia mabadiliko ya sheria mbalimbali. Kwa hiyo katiba ni vyema pia ikabadilishwa ili kuweza kuisaidia jamii hii kuendelea kukua zaidi. Ukiangalia vile vile upande wa uchumi umekuwa sana. Kwa miaka hii toka 1977 GDP ilikuwa milioni 773 milioni dollars, lakini leo ukiangalia huu mwaka 2025 uchumi umekuwa sana, na GDP ya leo iko estimated kuwa bilioni 80.5. Kwa unaweza kuona kwamba kukua kwa uchumi pia ni sera zimekuwa nyingi na sheria zimebadilika nyingi. Kwa hiyo demand ya kuandika katiba ni muhimu. Vivyo hivyo kama ulivyozungumza kwenye siasa, mabadiliko ya siasa ni mengi, madai ya siasa ni mengi. Tumekuwa tunasikia kwamba muundo wa serikali ya muungano inatakiwa marekebisho. Tumekuwa tunaangalia pia kwamba tume ya uchaguzi inatakiwa marekebisho. Tumekuwa na vyama vingi hapa katikati na miaka 40 imepita. Ukiangalia hii miaka 40 iliyopita, na wewe umesema kwamba katiba imefanya mabadiliko kama mara 15, ni zaidi ya mara 20 actually. Kwa hiyo on average mabadiliko yamefanyika kila baada on average miaka 2.5 kuna mabadiliko ya katiba. Unaweza kuona kwamba viraka vimekuwa vingi. Ni vyema katiba ikaandikwa mpya. Sawa. Katika swala zima la muungano, ibara ya 4 ya katiba yetu inatambua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kuna sintofahamu ambazo zinakuwepo, wengi baadhi wakisema kwamba wanataka uwepo wa serikali mbili, lakini wengine wakisisitiza uwepo wa serikali moja tu ambayo itatawala Tanzania na Zanzibar, lakini wengine pia wameenda mbali zaidi wakasema ni bora kuwepo na serikali tatu, kwamba kuwepo na serikali ya Tanzania, serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar. Hili swala wewe unalionaje? Katiba hii ilisimamia vipi na ilingekuwaje zaidi na ilingekuwa na ubora? Ndio swali ni ngumu sana. Na hili swali ilitakiwa liulizwe Tanzania, lakini nitakujibu kadri ya uwezo wangu. Serikali moja ingekuwa mwafaka sana, lakini hiyo ni misdorari, kwa sababu Zanzibar ni serikali tayari, ina rais wake, ina bendera yake, ina katiba yake, ina bunge lake. Kwa hiyo ile ni serikali kabisa ambayo inajitegemea. Yes. Ukija kwenye serikali mbili, serikali tatu, mimi ninavyoona serikali 2 3 ni kitu kile kile, kwa sababu kwa sasa hivi sisi tuna serikali 3, sio serikali 2, kwa sababu kuna Tanzania ambayo ni ya muungano, halafu kuna Zanzibar. Kuna kitu tumekiacha hapa ambacho hakisemi. Nafikiri Tanganyika haipo. Tumeelewa vizuri. Ndio. Tumeungana lakini wao wana serikali yao huku haipo. Kwa hiyo nafikiri ili kuondoa matatizo yote haya, ukiwa serikali 3 ina maana utainstall rais wa Tanganyika, rais wa Tanzania, na rais wa Zanzibar. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba budget itaongezeka sana na cost ya kurani humu itazidi kuwa kubwa. Unaona? Kwa hiyo nafikiri mimi swali hili kulijibu vizuri ni kwenda kwenye referendum, political referendum. Huu ni utaratibu umewekwa kwamba ukitaka kuna tatizo, kwa mfano unataka kutunga katiba mpya na uko na nchi nataka tuandike katiba, jamani wakisema ndio tunaandika katiba. Tatizo hili linatokea kwamba kuna malumbano mengi ya kisiasa. Kwa mfano Bashar sera umetoka kwenye ujamaa mnaenda liberalism, unaweza kusema pia jamani tunataka kubadilisha mfumo wetu wa uchumi na sera zetu, ili tubadilishe tusibadilishe, nafanya referendum na muo hapa watu demokrasia ya kwa mambo yanayowahusu. Sasa hili la kwetu la muungano
kulisolve vizuri, watu waridhie mambo mawili. Nitangulie kwamba je, muungano tuwe nao tusiwe nao, si ndio? Watu wanaofikiri vizuri watakujibu kadri ya matakwa yao, si ndivyo? Sasa wakisha kujibu, ndipo unaweza kuanza kwenda swali jingine, kwa sababu maswali mengi yanafanya ni yes or no, unataka hutaki. Kwa hiyo swali lingine linalofuata ni kwamba serikali gani mnataka, 1, 2 au 3? Ukisema 1, ina maana kwamba Zanzibar itabidi sasa ipoteze ile serikali yao, ije moja kwa moja tuwe kitu kimoja. Ukisema 2, kama hivyo sasa hivi sio mpeseni 2 na 3 pamoja kwa pale pale. Kwa hiyo changamoto unazoziona ukisema una serikali 2, ni changamoto hizo utaziona ukiwa na serikali 3, sababu mabadiliko sio makubwa tafanyika. Ni kwamba tutainstall rais wa Tanzania ambaye yupo ready, tutainstall rais wa Tanganyika, huyu mwingine atakuwa yupo wa Tanzania ceremonious. Kwa hiyo itakuwa na impact kubwa sana. Kwa hiyo nadhani wananchi wapewe uhuru wa kuamua wanataka nini. Wakishaamua sasa ndio tunaweza kwenda kwenye taratibu nzuri zaidi. Na sasa kuna ambacho kinalalamikiwa zaidi tume huru ya uchaguzi. Nikirejea ibara ya 74 kifungu chake cha 7 kinasema kwamba NEC ni huru, lakini uteuzi huu unafanywa na rais. Unaona katika mantiki hiyo NEC ikiwa huru kweli? Labda hapa nitakujibu hivi. Na kitu ambacho umepitwa nacho, nafikiri mwaka jana mwezi April ilipitishwa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Hii sheria ilireform NEC. Kwanza ikabadilisha jina la NEC. Sasa inaitwa Independent National Electoral Commission. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna reform imeanza kutokea pale kwenye hicho kipengele tunachozungumza wewe. Lakini hiyo sheria imekuwa maboresho mengine pia. Imeweka misingi mizuri zaidi ya wagombea urais, wabunge na madiwani. Lakini hapo kitu kilichofanya kizuri kabisa ni kwamba imeondoa ile lalamiko kubwa lilikuwa kwenye tume iliyopita, yani NEC, kabla haijabadilishwa na sheria, kwamba TAMISEMI inasimamia chaguzi za madiwani. Kwa hiyo inakuwa ni tatizo, kwa maana kwamba wanaweza wakafanya matokeo wanavyotaka. Kwa hiyo jukumu la kusimamia chaguzi zote sasa ni la INEC, Independent National Electoral Commission. Ndio sasa itakuwa inasimamia chaguzi zote hizi, kuanzia rais, wabunge na madiwani. Okay. Lakini hapo swali lako bado liko valid, kwamba sheria hiyo bado ime-maintain kwamba Mheshimiwa Rais ambaye ni siti wakati huo ndiye mamlaka ya kuchagua, kuappoint na kudismiss, kufanya, kuteua na kutengua kwa Kiswahili. Ana mamlaka ya kutengua na ya kuteua na kutengua mwenyekiti na wale makamishna wa tume. Kwa hiyo hapo ndipo tunalalamikiwa. Lakini nitakwambia hivi, hii sio point ya kutisha sana kwamba rais anateua hawa watu, kwa sababu ukiangalia best practice kwamba tume inatakiwa iweje, inasema iwe independent, isiwe inaingiliwa na ile mihimili mitatu, yani serikali isiingilie, bunge isiingilie, pia mahakama isiingilie. Lakini tume inatakiwa iwe na expertise nzuri ya kuweza kusimamia uchaguzi kuanzia registration mpaka kutangaza matokeo. Hilo ni jambo ambalo Mheshimiwa Rais ambaye anateua tume anaweza kazingatia.
Jingine ambalo best practice inasisitiza ni broad representation, yani kwamba iwe na uwakilishi mpana jumuishi. Kwa hiyo rais anaweza akaamua akateua tume ambayo kweli inakidhi matakwa haya na ikawa nzuri. Na vingine pia ni iwe na budget ya kutosha, kwa sababu haitakiwi na yumba kwenye budget. Uchaguzi ni gharama, lazima wapewe hela za kutosha ili uweze kwenda sawa sawa. Vingine ni kwamba iwe na international standards, yani ifanane na tume nyingine za ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anaweza kalifanya hilo na akaitoa watu na akaijenga ikawa vile. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata kama ungesema kwa best practice inasema kwamba iteuliwe na watu tofauti, yani kwa mfano vyama vya siasa vichangie mawazo na nini, hiyo haijakataza, wanaweza wakachangia. Kwa hiyo it's too early kusema kwamba influence ya rais itakuwa kubwa kwa sababu wanatua wale watu. Ni vizuri. Kwa hiyo nadhani bado tuna unafuu kwenye haya marekebisho yaliyofanyika. Ni kiasi tu cha kwamba watu stakeholders wawe serious kufuatilia matokeo yao na kuhakikisha kwamba tume inatangaza kile kitu ambacho kimetokea. Lakini wasiwasi kwamba rais anaweza kaingilia, hata ungechagua nani, rais ana mkono mrefu sana. Rais mtu ambaye yuko very powerful, hata ungemleta nani akiamua kumwingilia tamwingilia tu. Kwa hiyo nadhani tuwe na amani kwenye hilo. Na swadakta kabisa. Mtazamaji, kama kwanza ndio unajiunga nasi, hii ni Mlimani TV, kipindi hewani ni Jahara sehemu ya kwanza. Tunazungumza kuna ulazima gani wa uwepo wa katiba mpya katika mazingira na hali ya sasa kama ilivyo hivyo. Na sasa hapa mimi ni Gideon Pasco, lakini hapa ndani tupo na Profesa Ludovick Shirima. Yeye ni mtaalamu wa uchumi lakini pia katiba na sheria. Na sasa Profesa, tunaweza tukaendelea kwamba mwaka 2014 kulikuwa na mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya. Na mchakato ule ulikwenda mpaka hatua za mwisho kabisa, mchakato ule ulishindikana. Kwa nini kunakuwa na ucheleweshwaji mkubwa wa uwepo wa katiba? Swali lako sehemu ya kwanza ni rahisi kujibu. Sehemu ya pili utanikombanisha na hapo, lakini nitajitahidi kujibu. Sehemu ya kwanza ni kwamba labda nikurudishe nyuma kidogo, mchakato ulivyoanza. Ni heshima kubwa kwa Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete alithubutu kujaribu kutupa katiba mpya, lakini nadhani he was very sincere, lakini mambo hayakwenda alivyotegemea. Na unaweza ukaona kwamba alikuwa sincere kwa sababu alianza mapema sana au miaka ya pili 2010 ndio alianza mchakato wa katiba mpya. Na kipindi hicho alichokifanya ni kitu kizuri, aliteua tume ya watu 8 ikiongozwa na jaji mstaafu Warioba ili kushughulikia kuandika hii katiba mpya. Terms of reference ya hii ni kwamba mwaka ule wa 2012-13 kazi yake ilikuwa ni kukusanya maoni ya watu na kuyachambua nchi nzima, ambacho tulikifanya vizuri kabisa. Wakaja na maoni yao, wakaya present vizuri, wakaandika draft, wakaitoa mwaka uliofuata 2014. Lakini mind you 2015 ni uchaguzi. Kwa hiyo ile process iliendelea kidogo nadhani mahali fulani. Kwa hiyo 2014 draft ikatoka, ikazungumzwa na vyama vya siasa, ikazungumzwa na makundi mbalimbali, academicians, watu mbalimbali. Sasa kilichotokea ulichokuwa unauliza wewe ni kwamba ni nini kilitokea? Ndio matatizo matatu au manne. La kwanza, watu walianza sasa, baada ya ile draft ilionekana kwamba haikidhi matakwa ya Watanzania kwa wakati ule. Kwa hiyo maneno yakaanza pale. Wakaanza kuilaumu ile tume ya katiba kwamba haikuwa inafanya mambo inavyotakiwa, ilikuwa too much influence na serikali. Kwa hiyo mambo yakaanza pale. Vyama vya siasa na watu na civil societies wakaleta maneno sana. Sasa
kwa mwendelezo huo bunge la katiba likaundwa. Lilipoundwa bunge la katiba, maneno yakawa mengi pia kwamba hili limeundwa haliko inklusive, sio jumuishi, kwa hiyo alifanya kazi vizuri, mambo yakawa tena ni mengi mno tena, kwamba hela zinatumika ni nyingi, maneno yakawa mengi na bado pia wakasema watu wamepandikizwa wengi wa upande mmoja, kwa hiyo masuala yataamuliwa kwa upande mmoja. Ikawa shida tena. Kwa hiyo ikaonekana kwamba hapa mambo hayaendi vizuri. Sasa ukiona ikafika wakati mwisho pale, nikaja swala la transition, kwamba sasa tufanyeje, muda unapita na uchaguzi ni kesho kutwa, tutafanyeje? Wengine wakasema tuna transitional government, kwamba tumuombe Mheshimiwa Jakaya aendelee kidogo ili tupate katiba yetu. Wengine wakasema hapana, asiendelee kidogo. Lakini JK mtu Mungu na siku zote akasema hata mnipe siendelee. Nafikiri kitu kama hicho kama nakumbuka vizuri. Kabisa, ndio tunamekosea au tunasema wasikilizaji. Lakini Jakaya ikataka akasema mimi siongezi siku hata moja. Kwa hiyo tukakwambia hapa tukawachia pale. It kwamba ni kwa sababu serikali kwa CCM watu wanapigwa kwamba serikali inafuata itakalo ile katiba inaelezwa itoke. Sababu watu tumia hela nyingi, serikali tumia takriban bilioni 92 kama sikosea, mpaka kule mchakato wa fedha ulipofika, ni hela nyingi sana. Kwa hiyo ikawa imefeli pale. So napo jina mniuliza ni kuhusu hiyo kwamba kwa nini sasa kunakuwa na ucheleweshaji, hapo sababu mgombanisha na watu hapo sasa. Yes, hapo nitakujibu sio kwa Tanzania, nitakujibu generally kwamba ni kwa nini watawala wanaogopa kuandika katiba mpya. Kwanza kabisa inawapunguzia madaraka. Sasa hiyo tunadai sana mambo ya kupunguza madaraka ya viongozi. Na sio Tanzania, kila nchi, kila marais wote wana madaraka makubwa kuliko yanavyotegemewa. Angalia Marekani sasa hivi wanafanya nini? Ni maamuzi ya rais ambapo inaonyesha madaraka makubwa kupita kiasi. Sasa kwa hiyo sio swala Tanzania pekee yake. Na Tanzania marais wote walikuwa madaraka makubwa vile vile. Kwa hiyo sio huyu mama yetu Dr. Samia kwamba ana madaraka mengi au hapana. Ni ili kuwepo tangu ameyakuta na atayaacha, kwa sababu hata rais mtu mkubwa kidogo. Kwa hiyo tunampunguzia, lakini bado atapata madaraka makubwa. Kwa hiyo wanaogopa kupoteza madaraka. La pili wanakuwa na sintofahamu kwamba tukibadilisha katiba hapa tukapoteza uchaguzi, na tukipoteza uchaguzi maana hatupo kazini tena. Sasa inakuwaje? Kama kuna mambo mbamba tulifanya wakati utawala wetu yateuliwa, kama tulishuzi za serikali tutashtakiwa, kama tuliiba tukafanya investment zetu, labda mali zetu zinaweza zikakamatwa, si ndivyo? Na hii imetokea Zambia, imetokea sehemu nyingi kidogo, sio hapa kwetu, sio mimi hapa kwetu iliyotokea. Kwa hiyo wanakuwa na wasiwasi, wanakuwa na uoga. Kwa hiyo watawala wanakuwa na ile hofu. Shida ni hofu tu kwamba what next, kama tukibadilisha tukafia, kura zikatuangusha, tutaenda wapi? Kwa hiyo hapo ndio tatizo kubwa ninavyoona mimi. Na sasa ukiangalia nchi jirani ya Kenya, wao wanaona walipopata katiba kwa njia ambayo ilikuwa ni ya machafuko, lakini njia ya kutumia nguvu. Lakini kwa nchi yetu sasa, unaona njia gani sahihi ambayo tunaweza tukaitumia na tukaipata katiba kwa wakati sahihi? Swali sio rahisi. The best practice in dictative, kupata katiba lazima kuwe na mambo matatu manne, au kuwe na initiators watatu au wanne. Kwanza serikali yenyewe iridhie. Serikali ya madarakani kubali wanataka katiba kama alivyofanya Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Kwa busara zake aliamua tunataka katiba mpya. Mpate mtu kama yule
Usipopata mtu kama yule, kuna bunge. Bunge ilishauri serikali kwamba muda umefika, jamani, tupate katiba mpya. Umeelewa vizuri? Kama bunge alifanya hivyo, wananchi wenyewe wanaweza kaamua wakafanya bunge la katiba ambayo haitaenda vizuri. Umeelewa? Sasa mwisho wa siku mtarudi kwenye utawala, kwenye serikali, mkaombe wape blessings zao. Jingine ni kutumia wanaharakati, popular politics. Wanaharakati wafanye push kubwa, alafu wapate katiba mpya. Hii ndio tokea Kenya na matokeo yake hapo mazuri sana, si ndivyo? Lakini walipata katiba mpya, lakini bado pia katiba ile mpya bado inawasumbua, si ndivyo? Kwa hiyo njia nyingine ni wananchi wenyewe kuamka na kulazimisha kabisa na kwenda barabarani, kwenda watu tunataka katiba mpya tutumike, mpaka watawala waone kwamba hii sio sawa sawa. Lakini wananchi wakifanya hivyo pia wanaweza wakaamua wakaandika katiba wao wenyewe kabisa, wakaandika katiba, alafu wakaunda bunge lao, alafu wakaipitisha, alafu wanaipeleka serikalini. Kwa hiyo iko pale pale, haitakuwa kupitisha kwa namna yote ile. Hii iliwahi kufanyika Iceland mwaka 2011. Waliandika katiba yao, wakapitisha kila kitu, wakaipeleka kwenye serikali mpaka leo haijapita. Kwa nini? Sababu watawala. Kwa hiyo unaweza kuona ugumu wa kuandika katiba na namna na mchakato unaweza kwenda. Sasa umeniuliza kwamba ni njia ipi Tanzania zikafuata. Hamna njia rahisi. Mwezo nilizotajia zote ni ngumu. Tanzania kwa sababu tuna bahati moja. Tulishajaribu. Alafu tukashindwa, si ndio? Mimi nafikiri ni tutafute credible institution. Ianze initiation. Lazima uanze mahali. Ianze ule mchakato kwamba tunataka katiba mpya jamani, kwa negotiation. Sio kwa nguvu, kwa negotiation. Na hii kwa mfano ningeweza nikafikiria TLS, chama cha wanasheria. Kiko vizuri sasa hivi kwa sababu wameanza kuwa na engagement na serikali katika mambo mengi. Na bado nadhani kwa very credible sasa hivi. Si credible na serikali nafikiri unaweza kaongea vizuri na serikali. Kwa hiyo hii inaweza TLS inaweza ikakusanya, lazima wawe na watu wachache ambao sio wanasiasa, people with integrity, ambao sio wateule, sio wanini, lakini kwenye jumuiya, kwenye society wapo kama 3 4, na wao walichukua 3 na 3 pia kama hivyo. Alafu waende labda kwenye civil society wao, lakini sio labda waende kwenye human rights kind of, wachukue tu mtu mmoja, waandike concept note kwamba tunataka katiba mpya. Lakini kwa sababu kuna mzee ambaye alishajaribu, mzee Jakaya Kikwete, mfate wanaambia bwana, tunakuja hapa mzee, wazee siku zote wanaponya, tunakuja hapa tuna shida 1 2 3, na yule mzee ni msikivu, atawasikiliza. Anambia nataka aje, tunaomba labda tufanye appointment na rais, na wewe tuende na wewe ukatusemee tunataka kitu hiki kifanyike hivi na hivi, na utaratibu wetu uko hivi, na tutafanya wote kwa pamoja na serikali, tuende tupate katiba ambayo inakidhi matakwa ya Tanzania. Dr. Samia rais wetu naye pia ni mtu msikivu. Kwa hiyo wakienda na Jakaya, sababu Jakaya alishajaribu akashindwa, na sio kwamba alishindwa, walimfundisha, yeye alikuwa nayo. Kwa hiyo maybe atafurahi kwa sababu kitu alikianzisha yeye mwenyewe kimemrudia tena, anaweza kutusaidia tukasonga mbele. Nina maana gani? Nina maana bila serikali hatuwezi kuandika katiba mpya, na njia rahisi sio kwenda barabarani. Njia rahisi ni kuwashirikisha hawa wakubwa waelewe, na Kikwete anaelewa already, Mheshimiwa Jakaya Kikwete anaelewa already, ameshafanya tayari. Mama Samia kwenye bunge la katiba pia alishafanya, najua. Kwa hiyo wakikombine mawazo yao, wanaweza wakaamua kwamba kule tumeshindwa kwa sababu 1 2 3, moja ni already. Uzoefu wa utumie, kwa sababu tuanze zero, utumie tuende mbele. Labda nikazi kitu kimoja hapo. Kitu ambacho TLS tunaweza kufanya ni
ni kuifanya hii iwe na ni technical zaidi team kuliko political, yani wasi hire watu ambao ni expert, constitutional experts toka nje, wawili watatu, na kuwachanganyikana na hao kwetu wachache, alafu waweze kutoa kitu ambacho ni kizuri, na wawe na time frame nzuri, kwamba mimi ningesema miezi 24 inatosha, kuna na timu nzuri ambayo inaweza ikaleta draft ambayo inakubalika, na sio mambo mengi sana. Draft inatakiwa pale ichukue mambo ya muungano, referendum itafanyika, waamue ni nini, alafu waingize kwenye katiba, alafu wafanye restructuring ya utawala wa serikali ya Tanzania hii Tanganyika, wafanye restructuring ya government, kwamba national government inatakiwa ikaeje na local government inatakiwa ikaeje. Hatuwezi kuepuka. Kifanya hiyo pia utakuwa umeepuka mambo mengi na sera za maendeleo na kwa rahisi kutekelezeka. Kuna namna ningekueleza nini kinachofanyika pale. Na asante sana, bila shaka tutakualika wakati mwingine tena utudadavulie kwa kina. Asante sana Profesa. Nashukuru. Na mtazamaji, bila shaka umesikiliza mengi na ya kutosha. Maswali ambayo ulikuwa nayo nadhani sasa yamejibiwa kwa kina zaidi, huku akitoa ni njia gani ambayo ni sahihi zaidi kama tukiitumia tunaweza kuharakisha na tukapata katiba mpya ambayo wengi wamekuwa wakitarajia. Na bila shaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Mimi ni Gideon Pasco, tulikuwa naye Profesa Ludovick Shilima ambaye ametuchambulia kwa kina yote ambayo tulitamani kuyajua. Asante, endelea kufuatilia Mlimani TV.